ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tujifunze maneno ya Mungu kwa muda kadhaa, alafu baadaye tutaendelea. Somo ambalo tunajifunza siku ya leo linasema, tulianza Jumapatano lakini nitaka tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza kujifunza kwa habari ya akili siku ya Jumatano, lakini kabla ya yote nisema kwamba kwenye maisha ya mtu au ya binadamu, vitu vingi sana Mungu ameviweka kwenye akili zetu. Ndio maana Mungu anapenda tuwe na akili. Bwana Yesu asifiwe. Anapenda fanikiwe au usifanikiwe. Sio kila kitu unahitaji kuomba, wengine unahitaji kutumia akili. Na wakati tunaanza tulisoma maandiko katika kitabu kile cha Marko sura ya 12 mstari wa 30. Marko sura ya 12 mstari wa 30. Naomba tusome lile andiko alafu tuendelee. Marko sura ya 12 na ule mstari wa 30 tuweze kusoma pale. Anasema hivi: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Mpende Bwana Mungu wako mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Sasa pale amesema moyo na roho. Moyo na Yesu asifiwe. Mpende Bwana, mpende Bwana kwa moyo. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sasa anaposema moyo huu hapa anamaanisha nafsi. Hii anamaanisha roho yako. Hii ni akili, alafu hii ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kumpenda Bwana kwa moyo wote, maana yake kwa nafsi yako yote. Ndani ya nafsi nilisema kuna vitu vitatu. Kuna akili, ambayo hii akili iko ndani ya nia. Ngoja ni ndani ya nafsi hapa kuna nia.
na ndani ya nafsi hapa kuna utashi, na ndani ya nafsi hii hapa kuna hisia. Ndani ya nia ndiyo kuna akili, elimu ya shuleni, kila kitu, kumbukumbu, mipango iko ndani ya nia. Utashi ni ile hali ya wewe kutaka, nataka niishi, nataka nifanikiwe, nataka niolewe, nataka nizae, nataka niwe na mume mzuri, nataka niwe na ndoa, nataka ule utashi. Maana yake ndani yako unawekewa kakipengele kama utashi, unataka. Ndio maana utashi ukiisha ndani ya mtu, kuna vitu hawezi kupokea. Yesu akamuuliza kipofu, unataka nini? Akasema nataka kuona. Maana yake yule kipofu ana utashi, na Yesu akamwambia kwa vile unataka, basi upate sawasawa na utashi. Ukitaka kupata lazima uwe na utashi. Nataka. Hata kama watu wanasema hawezi, waambie nataka. Hata kama uko wenu wanasema hauwezi, hata kama familia yenu walishindwa, wewe sema nataka. Lazima nipate, lazima nifanikiwe, lazima nipende, lazima niinuke, lazima niwe mtu mkuu, lazima nataka. Lazima uwe na utashi. Wewe ndani yako unapewa roho ya utashi, unapewa na kipengele na utashi kako ndani ya mili, ndani ya nafsi. Kwa hiyo anaposema mpende Bwana kwa moyo wako wote, kwa maana ya nafsi, nia yako, akili yako, mipango yako, kumbukumbu zako zimtake Bwana, maisha yako yamtake Bwana. Kuna mtu mwingine unakuta ndani ya akili yake, ndani ya mipango yake. Usaka nikuuliza wewe, wiki inayoanza kesho, una mpango gani kwa ajili ya Bwana? Anakwambia mimi na mpango wa kufanya kazi zangu tu basi, kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili au Jumamosi. Maana yake ndani yako lazima kwenye kakipengele kamia uwe na mipango, uwe na ufahamu, uwe na akili. Maana yake uwe na uwezo wa kuwa na mikakati na mipango ndani yako. Alafu inapokuja utashi, unakuwa unataka niombe, nataka nifanikiwe, nataka niwe mtu fulani. Hii maiki haiko sawa, natumia nguvu sana, ukairekebishe kwenye risive. Haleluya. Wewe utashi unapokuwa utashi umefungwa ndani yako, utashi unakuwa wewe. Rekebisha, ninakwambia utashi unapokuwa umefungwa, maana yake huwezi kutaka. Unakuwa ni mtu ambaye ndani yako hauna utashi. Unakuta mtu anaishi lakini hana utashi, hana ile ya kwamba nataka. Lakini maana yake utashi kwa ajili ya Bwana. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa nia yako yote, kwa utashi wako wote, kwa hisia zako zote. Hisia zako zimpende Bwana. Hisia ndiyo hali ya kupenda, hisia ndiyo hali ya kuchukia, hisia ndiyo hali ya kujisikia kupenda kitu, kuchukia kitu, na hali ya kulia au kuhuzunika. Maana yake unakuwa na nini? Nikwambia iko sawa, ama labda volume umeipunguza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe unakuwa na utashi, unakuwa na utashi hapa, unakuwa na utashi. Wewe ule utashi unakuwa unakuvuvia, unakuhamasisha. Nataka nifike sehemu fulani, nataka nifike eneo fulani, nataka nifike kiwango fulani katika maisha yangu, nifike eneo fulani. Utashi. Ukikuta mtu hampendi Bwana kwa moyo wake wote, maana yake ni yule ambaye utakuta yuko kanisani leo au kwa Bwana leo, lakini anaweza kukaa mwezi mzima hayuko
ajili ya Bwana. Amen. Wakati wengine wako wanaomba, wako wanamcheka, wako wanamtafuta Bwana, yeye kama hana utashi na hana hisia za kumpenda Mungu, maana yake wengine watajazwa, wengine watafunuliwa, wengine watapewa ufunuo, wengine watakuwa na roho ndani yao, watasikia mafuta ndani yao, lakini yule mtu amekauka, hana habari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikuulize swali, wewe naye niangalia na wewe nisikilize. Wewe unampenda Bwana kwa namna gani? Mtu mwenye utashi na mwenye hisia za kumpenda Bwana. Kumpenda Bwana, kupenda ni kuona kitu fulani unakithamini. Niwauliza swali katikati ya wiki, nasema ili ujue mtu anakupenda utaangalia nini? Utaangalia nini? Wakasema cha kwanza cha msingi, ili ujue mtu anakupenda unaangalia matendo yake, kwamba huyu mtu anasema ananipenda. Je, matendo yake yakoje? Matendo yake yanaonekana kama ananipenda? Maana yake mtu akiwa anakupenda ataonyesha matendo ya upendo kwako, na utajua ya kwamba kweli huyu mtu ananipenda. Sio mchumba anakupenda mpaka wewe mpigie simu, sio mnawaka anakupenda wanasema nenda safari hata mtafute kwa simu yeye aweze kutafuta. Kama iko hiyo, hapo upendo una question mark. Lazima awe na nini? Awe na ile hisia ya kukutafuta kwa sababu anakupenda. Upendo ni kuonyesha thamani ya kitu fulani. Hii Biblia yangu naipenda kwa sababu ni Biblia yangu, na maana yake naipenda kwa kiasi kikubwa, maana naithamini kuliko kingine chochote. Amen. Amen. Ukisema mtu anakupenda, ndio maana mtu mwingine akwambia anakupenda, akikwambia anakupenda anakuficha siri zake. Ndio maana mtu mwingine unamwona mtu labda wewe unataka kuolewa, niwaambie siri moja, sema yeye, ukitaka kuolewa au kuoa, mara nyingi kuna baadhi ya tabia hutaziona wakati hujaolewa au hujaoa. Kwa hiyo hata kama utakaa miaka kwenye uchumba, kuna pretending kwenye uchumba, kuna kuonyesha unao nisimkwaze wenzangu. Akishaingia yale yote ya kujizuia yanafutika. Kama ni kutolea macho, anaanza kutolea macho. Unajiuliza, wewe pia nilikuwa naye kwenye uchumba? Sikiliza, kwenye uchumba kuna kupretend. Ukitaka umjue mtu kwenye uchumba, mchokoze. Sio kila wakati mtumia message za I love you, nakupenda. Siku hii unamkasirisha, alafu kuna muda alafu naona inakuacha, analia kiti namna gani? Amen. Kwa hiyo watu anaolewa, kijana mmoja ambaye anaisimulia, alienda kwa kijana, alienda kwa binti. Yule binti wakaonana, wakawa wanaongea vizuri, baadaye akaenda kwao. Alipoenda kwao akaongea na wazazi, wazazi akamkubalia, akaondoka na ile binti kama mke wake. Alipofika, walipoanza maisha, yule binti kwenye muda wote aliongea hakuwahi kumwambia baadhi ya siri. Baadaye akaanza kuona yule binti anakuwa na simu za kujificha, yaani akipigiwa simu lazima akimbie msalani au aingie sehemu, bado ndio wamewana. Baadaye akaona zile simu zimezidi. Baadaye akasema, Bwana, mimi kuna baba mmoja
nilizaa naye. Kumbe akasema ile mtu akafikiri kwamba alipomuuliza mwanzoni akamwambia bwana, tulishaachana, kila mtu na msili zake, ila tulizaa naye. Baadaye zile siku za uficho zikawa zipo, akaja kuondoa ile baba, ile kijana alioa, akakondoa yule baba waliyezaa naye, hawajaachana, wako naye. Jamaa akachanganyikiwa, akasema jamani, bwana nimekanyaga matope haya, hayakuwa malengo yangu. Ikabidi yule baba aondoke, wakatumiana na yule baba waliyezaa naye. Wenye uchumba lazima uwe makini, unaweza ukaingiza mtege, ukaingiza mtege. Wengine anakuja kwambia Bwana asifiwe. Dada, wahuni wengi wako makanisani, wahuni wengi wako makanisani. Usitishike na mtu namkuta kanisani eti yeye kaokoka anampenda Bwana. Yaani watu ambao ni wahuni wako makanisani, wamejificha gamba la wokovu na gamba la kanisa, lakini hofu ya Mungu haiko ndani yao. Ukiwa kanisani lazima uwe na hofu ya Mungu. Kitu cha kwanza, mtu aliyeokoka anakuwa na hofu ya Mungu, anakuwa ni mtu ambaye hofu ya Mungu iko ndani yake. Hawezi kumtenda dhambi Mungu, hawezi kukosea, anamheshimu Bwana kuliko kingine chochote. Haleluya! Wewe mtana mchumba kanisani, wema ndio maana mtana mchumba kanisani, usililike naye, amuulize mchungaji wake. Mimi kiniuliza washirika wote hapa, najua kila mmoja tabia zake. Kwa hiyo akina mtu kuniuliza bwana, mimi nataka kuoa binti fulani, kwambia yeye atakusumbua. Kwambia yule atakusumbua. Kama ni mzigo tu kanisani, nyumbani je? Akiolewa atakusumbua. Kama unataka upate recommendation nzuri kwa pasta wako, jionyeshe ya kwamba unafaa. Ndio maana ukitaka unapooa, nenda kwa mchungaji, mwambie naomba uniandikia unipe recommendation. Recommendation ni maelezo yanayothibitisha kitu fulani au mtu fulani kwamba yuko sawa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni maneno, mwambie bwana, yule mwanangu yule umepata, songa mbele. Lakini ukiwa waovyo, pasta wako naye atakukana. Amen, haleluya, haleluya. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ukienda kanisani, mpende Bwana kwa moyo wako wote, akili yako yote, mipango yako yote, hisia zako zote, akili yako yote ikae kwa Bwana. Ndio maana mtu akiwa hampendi Bwana kwa nafsi yake yote, kwa maana kwamba nia yake, utashi wake na hisia zake hazipo, huyo mtu kumpata kanisani ni changamoto. Yupo, lakini kama hayupo, amen, hana shida yoyote, hana dharura yoyote, sio kwamba naumwa, ila kumwona kanisani utatafuta kwa tochi. Amen. Alafu mshirika anasema mimi nampenda Bwana, nampenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Mungu. Yesu ni mwema, ni mwaminifu. Matendo, unacheki matendo kwanza. Je, matendo yakoje? Anaenda vizuri? Kwa nini nimeuliza wageni